لله حقا فانظر يا ابن آدم في هذه الدنيا غربا وشرقا ما ترى فيها أحدا يبقى والصلاة والسلام على الحبيب الأنقى سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد أهل النهى والنقى وعلى آله وصحبه إلى يوم الملتقى. أما بعد، وحقيقة kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuwezesha kuidiriki swala ya Ijumaa ya leo kwenye msikiti huu ambao Mwenyezi Mungu amrahamu mwanzilishi wake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aitakabalie swala yetu pamoja na zile dua zitakazoombwa. Ni vizuri baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu nikamuombea rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na baada ya hayo niseme kabla ya kuchelewa, nimeridhishwa na khutba iliyotolewa. Khutba basita baligha min qalbi al-khatib ila qulubikum. Kijana huyu Mwenyezi Mungu amlinde, amhifadhi na atawilishe na umri wake, akifungue kifua chake, amjaze ilmu ya manufaa. Ametuhutubia khutba nzuri sana. Tatizo lilioko ni si Waislamu wa sasa tunaohutubiwa. Sisi tunahutubiwa sana na makhatibu wengi sana, bali na mashekhe wengi sana, lakini pia mnapata kuhutubiwa na wanafunzi wengi sana kama mimi. Kwa hivyo kwa bahati nzuri kuhutubiwa hili ni jambo lipo wakati wote na kila mahala. Shida ni siye tunayehutubiwa, tunachukua tunayoambiwa. Hadha huwa al-mushkil al-waqi. Tatizo lilioko ni kusikia sana bila kufanyia kazi. Tumefika mahala tunayachukua maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunayachukua kwa sura ya burudani. Yani Muislamu anasema waidha kama vile mtu asokuwa Muislamu anavyoburudika kusikiliza mziki. Ayuha lahiba, mnajua mziki, ingawa sio watu wa huo mziki, lakini mtu akisikiliza mziki anafurahi, anaburudika. Mziki ukiisha basi hakuna linalofuata la kuzidi baada ya kusikiliza mziki. Hii ndiyo sura ya Waislamu wa asri hii, na mimi ningependa hii ndiyo iwe nasaha yangu kwenu Ijumaa ya leo. Tuache kumsikiliza Allah, tuache kumsikiliza mtume wetu Muhammad kama tunaburudika. Ndugu Waislamu, imetosha hutuba ya leo ikiwa itabebwa, ikazingatiwa, ikatumiwa na ikapelekwa kwenye familia. Mimi nakulieni yamini, hutuba ya leo inatutosha kututia peponi. Hadhi ya khutbatun najia. Hii ni hutuba ya ukombozi. Huyu kijana ametoa hutuba ya ukombozi. Sisi tunakombolewa, tusiende motoni, tuelekee peponi kwa hutuba hii. Mushkil ni kuwa baada ya hutuba hii faman ladhi yali, kinafuata nini? Muislamu baada ya kusikia maneno kipi kinafuata? Kinachofuata hapa ni kuwa umeburudika na unaweza ukaswifu baada ya kutoka hapa. Leo bwana hutuba nzuri kijana, mashallah, akasema hutuba safi. Mwisho hapo, ukitoka hapa ukachukua viatu vyako ukaenda nyumbani saa hizi kwenda kula ugali na baba, intahatil masala. La, umwendo tuuache. Hebu tujaribuni, ingawa hatuwezi kufika huko, lakini tujaribuni kuwa kama masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi kanu yaqdiruna al-awamir. Wakisikia amri imetoka kwa mtume wanapambana kuitekeleza. Wakisikia kumekatazwa kitu wanapambana kukiwacha. Sisi tunaambiwa, tunakatazwa, tunaamrishwa, tumekuwa
kalladhi yan'iku bima la yasma'u illa dua, ni kama vile sie tumekuwa mbuzi na kuna mtu anatuimbia nyimbo hapo, na kwa hiyo mbuzi hanufaiki na wimbo wowote. Nasiha yangu, hebu tufananeni kidogo na masahaba wa Mtume Muhammad, ambapo hata leo Mtume hapa anatusikia na hao masahaba wanatuona, waone kweli walioko sasa duniani ni wenzetu, kwa sababu wanafanya kama tulivyofanya sisi. Hii ndio nasaha yangu leo, na mimi najua hatuwezi kuelewa sawa, hatuwezi kufahamu sawa, hatuwezi kufanyia kazi kwa namna sawa, kwa sababu tumeumbwa tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana linakhtalif, Allah katuumba ili tutofautiane. Sote tumetofautiana, umri, mawazo, elimu, vipato, wa hakadha, tuko tofauti na kuelewa ni tofauti. Wewe huoni shule darasa zima wanasomeshwa na mwalimu mmoja, sio? Mwalimu afundisha darasa zima, siku mtihani ukija anapatikana wa kwanza, wa pili na anapatikana wa mwisho. Ile bidhaa iliyotolewa na mwalimu ni bidhaa imenyoshelezwa, yuska bima'in wahid, yani maji ni yale ni yule mwalimu. Ilikuwaje akapatikana huyu wa mwisho? Ni kwa sababu ya ikhtilafi Allah alotuwekea, na sisi Mwenyezi Mungu ametupa masikio tofauti. Hapa tuna masikio tofauti. Mwanachuoni mmoja anaitwa Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala amesema Allah amegawa masikio kwa wanadamu sampuli 3. Yani masikio yetu si tulioko hapa na wote wengine ni aina 3, na nitayataja. Nikishayataja na wewe utajua sikio lako lipi. Na yataja hivi sasa. Minan nasi man huwa khuliqat udhunuhu ala hay'ati dirri, katika watu kuna mtu ameumbwa sikio lake kwa sura ya bomba. Diriyu, bomba. Waislamu tunajua bomba? Bomba ni ala inakuwa imetobolewa pande zote mbili. Upande huu kuna tundu na huku pia kuna bomba. Na kwa hiyo sasa kuto kuruhusu kinachotiwa ndani kukaa. Ukichukua maji ukayatia kwenye bomba, ikiwa upande wa pili hukuziba, utayatia upande huu yatatokea na upande wa pili. Ndiyo bomba. Na kuna mwanadamu sikio lake ni hivyo. Sema wewe mpaka uchoke. Aya unayomwambia yanaingilia hapa, yanatokea na sikio jingine. Lakini bomba lina afadhali kwa sababu ukitia maji kwenye bomba si yanapita, lakini kuna baki yabqal balad, unabaki unyevu. Huyo atakwambia mkenda nje, bwana hutuba nimesikia ilisema kama raia, kila mtu raia, lakini hapo sielewi sio kaendelea vipi. Wewe unausikia ni unyevu uliobaki. Amebaki na unyevu tu, lakini masala yameingia na yametoka. Kuna mtu sikio lake ni hivyo na hapa yupo. Na hapa yupo. Lakini sikio la pili, al-udhunu allati khalaqaha Allah ta'ala ala hay'ati al-qada. Taalamu maana al-qada al-kub. Kuna mtu sikio lake limeumbwa kama qadahu, kikombe, glass. Kuna mtu ana sikio kama la glasi. Sasa glasi mnaijua, inakuwa na tundu upande mmoja tu, lakini upande wa pili hakuna tundu. Na kwa hiyo sasa kuruhusu kinachotiwa kwenye glasi kuweza kukaa, yuko mtu sikio lake ni hivyo. Mwenyezi Mungu atupe sikio la namna hiyo, tunachoambiwa kikae na kitatusaidie. Lakini yuko mtu mwingine ndio msiba, na hapa yupo khuliqat udhunuhu ala hay'ati al-bidh. Yuko mtu sikio lake limeumbwa kama yai. Taalamuna malbidh la shabika lahu wala babu wala nafidha wala furja. Yai, kuna mtu sikio lake limeumbwa kama yai. Yai si mnalijua? Kuanzia yai la kuku wa ndoa na wale kuku wa zina, yai. Haya, sasa yai ni la kuku, yai la ndege, yai la nani, lakini yai. Nyinyi watu si mnajua kama yai halina mlango? Ndio. Yai si halina dirisha? Yai halina hata tundu. Na likipata tundu yai litaharibika. Inabidi liwe limezibwa. Na kuna mtu sikio lake ndio kama yai. Yai kabisa. Huyo mtu huyo utasema min sabahin ila masa, anakuangalia hiyo. Na ukimtizama anapokuangalia utahisi huyo ananielewa kweli huyo. Ona anaponiangalia huyo. La, umekaa mbele ya yai. Sasa yai ukitia kitu kwenye yai kitagonga ukuta alafu kianguke chini.
Na kuna mtu hapa yanayosemwa yanampiga kwenye ukuta wa sikio, alafu yanaanguka chini, na huyo utamjua. Kullu haula inasta'arifu bisimahum. Ukienda nje mtu muulize, bana, ulikuweko msikitini leo pale kwa Sheikh Miwaki rahimahullahu ta'ala? Naam, nilikuwepo. Pemesemwaje? Unajua, nimemwona Sheikh, kwanza kuna bana kahutubia kijana hivi, nimemwona unaongea, baadaye amekuja Sheikh kaongea Sheikh pale, lakini wewe zangu ulisikia nini pale? Mimi hata moja mimi sina. Unajua sio nini, lakini mimi sikuagulia kitu. Unajua hili yai, unanijua kabisa hapa, ili huyu mwenzangu hili yai sababu yai halina tundu. Mimi namuomba Allah atunusuru na aina hii ya masikio. Sisi tulindwe na masikio ya yai na tulindwe na masikio ya bomba. Allah atupe masikio ya glasi ambayo yanahifadhi tunachoambiwa. Ndio huwa ninayokuombeeni, na muradi wangu tuwe tunabeba tunachoambiwa, ili kiende kikatusaidie ndugu Waislamu kusikia maneno ya Allah na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam biduni tadabburi wala taamuli wa biduni al-akhdhi wal-istimalihi. Maneno ya Allah kuyasikia na ya Mtume bila kuyazingatia wala kuyatumia, basi kuto kuyasikia ni bora kuliko kuyasikia. Anayesikia maneno ya Mungu na Mtume na hafanyii kazi, la yazdadu min Allahi illa bu'da, haongezeki kitu kwa Mungu isipokuwa laana. Muislamu, ukiwa unamsikia Mungu anakuambia usiwe muongo, kila siku unaambiwa. Unamsikia Allah anakuambia usiwe mzinifu, kila siku unasikia. Allah anakuambia bwana usiache kuswali mara 5, siku zote unaambiwa, na hutekelezi. Kwa Mungu huongezekewi kitu zaidi ya laana. Yani wewe unakuwa umelaaniwa. Na laana yako inaanzaje? Hebu uchukue mfano nitakaokupa. Kuna aina mbili za kukataa, nauani min al-iba, aina mbili za ukataaji. Kuna mtu anayeambiwa fanya hiki, wacha hiki, akasema sawa, mimi nimesikia na sitaki, yani sami'tu wa asaitu, nimesikia na sitaki. Huyu kakataa. Lakini kuna mwingine ataambiwa ikifanya, ikiwacha, atasema sami'tu wa ata'tu, mimi nimesikia na nimekubali, lakini naye baadaye hafanyi. Hawa wote wamekataa. Aliyesikia akasema sitaki, kakataa, na aliyesikia akasema nimekubali na asifanye, na yeye vile vile amekataa. Sasa mfano mnaokupenda, Muislamu mwenzangu, una watoto wawili, laka waladani walhamdulillah, una watoto wawili. Huu ni mfano, Mungu akupeni watoto wa kheri. Sasa watoto wako wawili ukaipata safari, maskini unataka kusafiri, ukamwita mmoja wao ukamwambia, mwanangu, ghada kusafiri, mimi kesho nasafiri, hebu chukua hizi nguo zangu hizi, nenda kaninyoshe, nifanyie pasi nguo zangu za safari hizi. Mwanao akakwambia, baba, kwani wewe huna mikono? Unajua wazee wa siku hizi mmezidi sana umwinyi nyinyi. Umwinyi tu, wewe pasi unaiona, mikono una. La tastaghribu, msione kama mageni. Kuna mitoto siku hii inaweza kujibu hivi wazee wao. Umuma nyumbani iko mitoto sugu inaweza kumjibu mzee wake vyovyote atakavyo. Piteni mfanye bahthi. Yule mtu mmoja Sheikh akasema hivi, inna baniya haulai kullahum kalkilabi, hawa watoto wangu wote ni kama mbwa. Kuna mtu kazaa watoto, mitoto inamuudhi usiku na mchana, akasema inna baniya haulai kullahum kalkilabi ahabbuhum minni ashadduhum bisabbi ya laitani lam yakun li aqbi wa ya laitani kuntu aqima sulbi. Hawa watoto wangu wote ni kama mbwa. Kafika mzee hapo, nimezaa mbwa tu mimi, na hawa mbwa niliowazaa, mwenye nafuu ambaye bora nikimuona yeye naweza hata nikamkimbilia ni yule ananitukana sana. Yule mwenye matusi mengi ndio afadhali wao. Yani ukijipanga hawa wanangu nikaambia hebu kimbilia kwa mmoja wao, ndio kwenye afadhali. Afadhali huyo anayenitukana usiku na mchana, huyo ndio mwenye nafuu. Ya subhanallah, ikiwa mwenye matusi mengi ndio mwenye nafuu, waliobaki, yani una mitoto nyumbani, lile afadhali lao lile linokutukana kila likikuona ndio afadhali hilo. Fama balul bakina, waliobaki hali yao vipi? Haya, mwanangu, ninyoshe nguo, kujibu, baba wewe umezidi mwinyi bwana.
Wazee wenzao zamani walikuwa wanafanya kazi, maana wameishi muda, anapa mawaidha. Wameishi muda mrefu kwa sababu wanajituma. Ndio maana nyie maradhi tu kila siku. Wewe uone unaumwa, wote umwinyi. Nyosha mwenyewe, mimi sitaki ba. Ndugu Waislamu, huyu mtoto kakataa ulichomtuma. Sio? Amekataa. Fada'auta thania wa qulta lahu nafsa ma qulta fil awwali. Ukamwambia huyo wa pili ulipomwita vile ulipomwambia wa kwanza. Mwanangu, ninyoshe nguo zangu, kesho nasafiri. Hadha thani ajabaka qailan sami'tu wa ata'tu ya walidi. Baba, usiwe na wasiwasi, nimesikia na nimetii, na nguo zako nitanyosha. Usiwe na wasiwasi mzee wangu. Thumma hadha thani biduni udhurin ma lam yakun malabis. Na huyu wa pili naye bila dharura yoyote naye hakunyosha nguo. Huyu wa pili alikwambia nimesikia mzee wangu, nitanyosha, usiwe na wasiwasi. Alafu ulipoachana naye hana udhuru wote, naye hakunyosha. As'alukum su'ala, kati ya watoto wako hawa wawili, yule wa kwanza na huyu wa pili, nani aliyekutii? Hamkunisikia? Kama hamkunisikia narudia. Wa kwanza umemtuma kakujibu sarahatan la taftakiru ila ta'wili ma. Amekwambia hivi sitaki, na we mzee umezidisha umwinyi, nyosha mwenyewe. Umekuwa mwinyi sana we mzee. Huyu kakataa. Tunakwenda pamoja? Yule wa pili kakwambia usijali baba, mimi nitafanya hiyo kazi na utaona mambo yanakuwa mazuri. Na yeye bila udhuru wote naye pia hakunyosha hizo nguo. Sasa swali langu nataka nyie mjibu, kati ya hao wawili nani aliyekutii? Hakuna. Nimesikia sauti nzuri sema hakuna. Sasa hawa watu wawili wote wamekataa, ila kuna mbaya na mbaya zaidi. Kati ya wawili hawa yuko mbaya na yuko mbaya zaidi. Mbaya tu ni yule aliyokukatalia, alikwambia baba sitaki. Huyu mbaya. Huyu wa pili mbaya zaidi kuliko huyu wa kwanza, kwa sababu wa kwanza alipokukatalia alikupa fursa ya kutafuta msaada mahala pengine. Huyu wa pili alipokukatalia, alipokukubalia, alikufunga wewe. Alikufunga utafute msaada mahala pengine, na kwa jambo lako halikutimia. Sasa huyu wa pili ni mbaya zaidi. Waislamu kanielewa? Ndio yale anasema masikio yako aina gani kwani hapa? Nisiwe naongea na mayai mimi. Mimi nataka niongee na vikombe. Mwenyezi Mungu akupeni vikombe. Watoto hawa mmoja mbaya sana na ni yule wa pili. Uchukue mfano wangu huu, turudini moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Twendeni kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amri za Allah zimekuja duniani kuletewa watu. Akatumwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuja kwa watu. Na watu ndo sisi. Watu ndo mimi, ndo wewe, ndio mkeo, ndo mke wangu, ndo watu tulioijiwa na Bwana Mtume na tukaijiwa na sharia ya Mola wetu. Sisi ndo watu. Tulipokuja ambiwa sisi watu. Na umesikia kijana akasoma kwenye hotuba yake hapa, walaqad wasayna alladhina min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Tumewahusia, bimaana amarnakum, tumewaamrisha nyinyi na tuliwaamrisha waliokutangulieni nyote. Hadha huwa al-amru al-am, amri ya wote hii. Amri gani? Taqwallah. Tumewaamrisha mumche Mwenyezi Mungu. Yalipokuja maelekezo ya Allah hapa duniani, wako watu walisema wazi wazi, na msahafu umesajili maneno yao, qalu sami'na wa asayna. Kuna watu walikuwa kama yule mtoto wa kwanza, wakamwambia Mungu tumesikia na hatutaki. Na hadi leo wapo ambao wanamsikia Mungu na hawataki. Au hamjui hivyo? Humu mitaani tunamokaa humu, unajua lazima tufike mahala tuwe tunaambiana ukweli wazi wazi. Tusijaribu kutaka kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa. Humu mitaani wako Waislamu chungu nzima hawaswali na hawana dharura na hawataki wazi wazi. Hivyo hamjui? Ukisikia maneno usifikiri kwa wazungu, sio hapa mtaani kwetu. Wako Waislamu hasa na haswali na hataki hivi wazi wazi. Basi tukasali basi bwana, nenda bwana. Wewe nenda. Nende vipi twende tukasali bwana?
Abana wewe nenda tu bana, wewe mbona unafanya mbona anakulaumu? Mbona unafanya hivyo? Anakulaumu. Mungu sallallahu alaihi bana, ndio bana wachiwa sasa. Unakuwa kama mchawi, anapita mchawi. Huyo amekataa waziwazi, na kwa kweli akiwa mkeo, akiwa nduguyo, akiwa babako, ukisikia hayo ujue kakataa waziwazi. Majumbani wako, sisi tunafanya kazi na watu. Tunafanya kazi na watu usiku na mchana, na tunafanya tafiti nyingi. Wako wanawake majumbani, wallahi anamjibu mmewe waziwazi, mke wangu sala, mimi sisali bana. Hivi mimi sisali wewe. Kuna wake zenu wanakujibuni hivi. Mimi sisali wewe. Na pengine unajibu hivyo hapa huko. Sasa hivi unaona shehe nyumbani anakujaga nini? Ananisikia mnapojibu. Anakuambia hivi sisali wewe. Na kama unaona swala yako hii ni mali sana, we sali tu. Ikiwa tena huko mbele utapewa pepo, we ingia tu peponi, na mimi ukiniona nakuja kwenye pepo yako funga milango. Mimi sisali. Huyo mkeo ni sawa na ule mtoto wa kwanza hivi. Amemsikia Mungu na hataki wasiwasi. Min zamani al-awwal ila yawmina hadha, kuna watu hawataki wasiwasi. Lakini kuna sisi sasa tumemsikia Allah anavyosema, na leo tumemsikia katika hutuba amesema. Tumemsikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza, na leo tumemsikia mtume katajwa kwa hadithi nyingi kwenye mimbar. Si tunadhulumiana sisi. Baadama sami'na wa talaqaina al-maqala min 'indi rabbina wa min 'indi rasulillah. Mal jawabu sadiru minna yuha ikhwa. Si jibu letu tunalijua. Sami'na wa ata'na. Si tunajibu hivi, Mungu tumekusikia na tumetii. Au nyinyi mnajibu gani? Allah akisema hivi, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida au wakunu ma'as sadiqin. Enyi mnaoamini mcheni Mungu na mseme kweli. Mkisikia hivyo mnamjibu vipi Mungu? Jibu lenu vipi? Ni sawa la mtoto wa kwanza au wa pili? Nyinyi wa pili eh? Mnasema tumesikia na tumetii. Au sivyo? Tumesikia na tumetii. Au kuna mtu hataki? Hapana. Kama hataki aseme tumrehemu sasa hivi. Aseme mimi nimesikia mambo ya Mungu na sitaki. Na mshe ndio utaki. Nilipoona mkono wake nilijua ndio hataki. Kwanza kufanya dua kabla hajafika nje. Sisi tumesema tumesikia na tumetii. Semeni kweli tukasema tumesikia na tumetii. Au sio? Si ndio lugha yetu hiyo? Ndio. Lugha yetu ni ipi? Semeni tumesikia na tumetii. Au sio? Haya. Hanaambieni nyinyi wenyewe. Hamna waongo. Tuendeni vizuri eh? Mtu ulipokaa hivi sasa waongo wamo hamna. So tupo. Nasikia maneno mazuri ya bwana akasema vizuri. Tumo. Nani anaweza kutulia yamini hapa? Wal maasumu man asamahu Allah. Anayeweza kula yamini hivi angalau anayo wiki moja nzima hakujawahi kutoka uongo mdomoni kwake. Nani mtu huyo? Hakuna. Hakuna. Kama hamti na hii wiki moja niki kuna mtu wallahi alazim toka anaamka asubuhi mpaka analala maneno ya kweli mawili tu. Yaani kutwa nzima yeye anasema uongo. Na yuko hapa. Sasa kama ndio hivyo na anasema samii tu wa atatu, huyu ndio kama yule mtoto wa pili. Msiwe kama mtoto wa pili, lakini pia msiwe mtoto wa kwanza. Tumsikie Mungu, tuzingatie. Na nielewa Waislamu hivi. Ndio nasiha yangu, tusisikie maneno mazuri yanasema kwa Mungu, si tukayawacha. Sasa sitaki kukuwekeni hapa. Nashukuru tumesali pamoja na Mungu aturehemu sote. Nataka kutia taaliki mbili tu katika hutuba ya huyu mtoto. Ukizingatia vizuri hutuba hii tuliopewa, in dalat ala shay'in innama tadullu ala annana umanau Allah fil ardi. Hutuba hii imetueleza hivi, sisi ni maamini wa Mungu hapa duniani. Yani Allah katuamini sisi kutupa mambo tuyasimamie kwa ajili yake. Allah amekupa mke. Huyo mke kaumbwa na Mungu. Kisha ukapewa wewe umuoe. Allah kakupa mke, wewe umuongoze niabatan anillah. Umpeleke mpaka peponi. Yaani mke ulionaye ujue kazi anataka Mungu mke wako asiingie motoni. Na atakayempeleka mkeo peponi uwe wewe. Uhakikishe mke wako hendi kuchoma moto. Unanielewa?
Baada idhin ataka Allahu maulaka auladan, Mungu amekupa na watoto. Nyote mna watoto hapa, na alikuwa hana mtoto, Allah ampe watoto wema. Jukumu lako unalijua, Allah kukukabidhi masuhulia. Hawa watoto hawa, kama siku ulipokabidhiwa wakazaliwa, uwachukue uende ukamkabidhi Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama wakiwa wanaelekea peponi. Watoto wakienda elekea motoni, masuhuli ni wewe. Ndio tulivyoambiwa hapa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Utaulizwa kwa nini wanaenda motoni hawa, na mimi nilikupa wewe. Wewe baba ndio nilikupa hawa watoto. Sasa kwa nini wanakwenda motoni leo? Mnalijua jibu lenu? Watu wa asri hii mnalo jibu. Mmemwandalia Mwenyezi Mungu, jibu lipo hapa. Na sasa hivi ukiulizwa, bwana, kwa nini mitoto yako haisali? Wewe bwana, kwa nini mitoto yako inavuta bangi? Wallahi jibu mnalo. Bwana, mitoto siku hizi hatushinda. Mitoto ishanishinda hii. Hili jibu hili. Mitoto imenishinda hii. Wewe libebe jibu hili mpaka kwa Allah uone kama nitakusaidia. Siku ya Kiyama ukiambiwa, limadha yadkhulu abnauka nara wa anta kunta ra'iyan lahum, wewe ulikuwa ndo mchungaji wao, umewachungaje, mbona wanaingia motoni leo? Ungoje kumwambia Mungu hivi, mitoto ilinishinda hii, Mungu sione hivi. Isma'u innal ghusuna idha qawwamtaha i'tadalat wala yalinu min ba'diha al-khashab. Vijiti vidogo vidogo, Waislamu vijiti vibichi. Ukienda hapo nje kuna mtu ukachukua vitawi vidogo vidogo vibichi, utavikunja unapotaka wewe. Na mfahamu, mti mbichi unaukunja vile unapotaka wewe, lakini ukikauka ule mti ukawa ubao huwezi kukunja, utaukunja. Unaweza kukunja ubao saa hizi, huu huwezi kukunja tena. Basi ukiona unasema matoto yangu yamenishinda haya, ujue watoto wako washakuwa mbao. Na humu majumbani sasa hivi zimejaa mbao, zingine za mninga, zingine za mpingo, kuna mkongo, kuna mitoto ni mbao la mpingo, halikunjiki hilo. Ndio walojaa majumba. Kwa nini kafika mpaka kawa mpingo huyu mtoto? Alipokuwa mtoto mchanga huyu, wewe ulikuwa wapi? Kwa nini hukuanza naye zamani? Zamani huyu alipozaliwa alikuwa hajui kitu. Huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Mmetoka matumboni kwa mama zenu hamjui kitu. Na mwanao kazaliwa hajui kitu. Aliyekuwa anajua ni wewe baba yake. Aliyekuwa anajua ni wewe mama yake. Wewe ndio ulifanya kazi ya kumjulisha mwanao hii dunia. Dunia hii Allah akakamjulisha mtoto kwa juhudi yako wewe. Si ni wewe ndio ulimfundisha kuvaa? Au si ulikuwa sio wewe? Si ni wewe ulikuwa unamlisha, unamfundisha kula? Si ni wewe ulikuwa hata kuoga umemfundisha wewe mwanao kuoga, au sio? Kwa nini hukumfundisha kusali? Ulikuwa wapi? Kwa nini hukumfundisha aina za kuvaa? Mwanangu, tukishakuwa wakubwa, uvaaji huu sio wenyewe. Ukivaa uwe unavaa hivi. Kwa nini hamkuanza zamani? Sasa mmechelewa. Imekuwa mitoto ni mibao nyumbani humu, na mingine ndio mpingo. Imamu kanambia mingine mkongo, iko mininga, mitoto imekuwa mininga. Mungu atuhifadhini mabwana. Ndio hotuba hii ni kwamba sisi tumeaminiwa na Mungu kupewa dhamana kuongoza misikiti, kuongoza jamii, bali kuongoza familia zetu. Tunakwenda wapi na familia zetu hizi? Tunawapeleka kubaya. Chukueni sahaba mmoja anaitwa Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abu Dujanata alisikia kauli ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alisema, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Kullu lahmin nabata min suhti fannaru awla bihi. Nyama yoyote iliyoota mwilini kutokana na haramu, amekula mtu cha haramu akashiba, ile chakula kikasarufiwa kwenye mwili wake kikaanza kumnenepesha, lakini hiyo nyama iliyonenepa chanzo chake ni chakula cha haramu, moto wa jahannam ndio bora kupewa nyama hiyo. Yaani nyama itakwenda kupunguzwa na jahannam siku ya Kiyama. Watu wanene mliokuwa, maana mna watu wanene na mimi mmoja wenu. Mimi ni mnene mwenzenu. Sasa unene huu tumeupata vipi?
huu nene tulojaza nyama, mashavu yote haya, semeni mashavu haya yalikujaje? Ikiwa mashavu haya yamekuja kwa haramu, Mtume anasema annaru aula bihi, jahannam ndio itakwenda kuunguza nyama. Na hapa msicheke mkadhani nyewe mbamba mmesalimika. Unaweza mkaona bwana leo wanene ndio wametaja. Na wewe mbamba umo. Maana kuna watu bwana hata akalaje hanenepi. Wewe mpe wakati. Wako watu mwembamba ila mtakuma saa hanenepaji. Sasa na wewe sio kama kapona, sina anakula yule. Na kuna wakati bwana Mungu kaweka shani kubwa, kuna wakati mtu mwembamba anakula kuliko mnene. Ila yeye hanenepi tu. Lakini ikikaa kwenye sahani, uwajibikaji wa huyu mwembamba ana perform wonder. Anakula vizuri sana mwembamba. Kwa hiyo muradi hapa sio unene wala sio mwembamba, ni nyama iliyoota kwa haramu. Abu Dujana alisikia hadithi alipokufa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika khilafa ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, akaanzisha tabia Abu Dujana. Masahaba walikuwepo wote wakashangaa na tabia ile. Baada salati al-fajr, Sayyidina Abu Bakar akitoa salamu tu ya alfajiri, Abu Dujana anasimama anapiga mbio. Baada tu ya salamu wakakaa jina ya masahaba, na hao walikuwa ni watu wema. Innahum rijalun arafu Allah fahabbuhu wa habbuhu fa'arafuhu, ni watu hawa wamepita, yani Waislamu wote zama hizo ni ndugu kama baba mmoja mama mmoja. Wakimuona mtu anakwenda njia nyingine lazima wamwite. Zamani wakimuona mtu mwenzao haji kusali lazima waende kwake. Maana na lana raka fil masjid, mbona bwana hujikusali, imekuwaje kusali? Wakamuona Abu Dujana anaondoka kwa Anasiya Abu Dujanata fadaila al-mukti fil masjid ba'da salati al-fajr min bayni qira'atin wa adhkari. Abu Dujana hajui haya kweli? Abu Dujana hajui kama baada ya alfajiri mtu akae akishaswali asome Qur'ani alete dhikri? Ni baraka kubwa sana mtu asilale baada ya alfajiri mpaka jua litakapochomoza. Na ndivyo wameishi wazee wetu wote. Wazazi wetu baada ya alfajiri, ndugu yangu, hatoki ba, ana msahafu, ana tasbihi yake mpaka jua litoke, aswali ishraki na duha, huyo analeta. Ndio maana walibarikiwa. Sasa Abu Dujana hajui haya, ilibidi aitwe. Kikakaa kikosi cha masahaba kikamwita, Abu Dujana, lima tafirru min almasjid mubasharatan ba'da salat, kwa nini unakimbia msikitini bwana tena baada ya alfajiri? Huzijui fadhila za kuleta adhkari baada ya alfajiri? Wewe hujui fadhila za kusoma Qur'ani baada ya alfajiri? Kwani wewe Abu Dujana hukumuona Mtume Muhammad alikuwa anafanyaje baada ya alfajiri? Umesahau hayo? Akawaambia, laisa al-amru kama tadhunnuna, jambo haliko hivyo mlivyodhani, sivyo kabisa. Wala katkana li sirru wal ana anshuruhu lakum, mimi nilikuwa na siri yangu sikutaka kumwambia mtu, lakini kwa kuwa leo mmeniita mnaniuliza, leo siri yangu nitakupeni. Inna li jaran yahudiyan, mimi nina jirani yangu Yahudi, mimi nakaa jirani na Yahudi, daran bidari, yani baada ya nyumba yangu mimi inafuata nyumba ya Yahudi, ni jirani yangu. Humu kwenye nyumba ya Yahudi kuna mitende. Ni Yahudi na Yahudi ana mitende. Ile mitende ile makuti yake na tende zake kiasi kubwa zimeinamia ndani ya ua wangu mimi. Na zile tende muda wake wa kuanguka ni alfajiri. Sasa ikitolewa salamu, naogopa wasije wakaamka wanangu wakaanza kula tende za huyu Yahudi jirani, nyama zao zikaota kwa kula haramu. Nakimbia upesi alfajiri nyumbani ili nizikusanye zile tende za Yahudi, na nakwenda kumpigia mlango hodi na mkabidhi tende zake kabla wanangu hawajaamka wakala haramu. Hadha huwa Abu Dujana. Sio haramu anaogopa kula yeye, la, anaogopa haramu isiingie kwenye tumbo la mwanawe. Waislamu nanielewa? Nakuelewa. Anaokota tende anampa Yahudi asubuhi. Fabaka Abu Bakar wa man hawla, wamelia masahaba. Imani kubwa sana hii. Hebu niambie, nyumba yako ni hii, jirani nyumba kuna mchungwa, lakini imening'inia ile machungwa ndani ya ua wako.
Maana huku semi kuna tende. Tende si hamna huku. Lakini machungwa, maembe, nazi, mmepeana ukuta wewe na jirani yako, zile mbata zile nazi zinaanguka kwenye ua wako hizi. Utafanyaje? Kazi yako rahisi tu. Ni kusema alhamdulillah alladhi yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi. Mimi namshukuru Mungu anatoa riziki bila ya hisabu. Yaani Mungu kaona mimi sina pa kupanda mnazi. Lakini mnazi kumbe ni huu tunapata mimi. La kullu lahmin nabata min suhti fannaru aula bihi. Abu Dujana anakimbilia asubuhi kwenda kuokoa miili ya watoto wake kusiingie haramu ndani yake. Abubakar amelia na waliokuwepo wamelia, akasema fahaya bina ila baiti al-yahudi. Sasa hivi simameni twendeni kwa Yahudi. Hivi sasa twendeni kwa Yahudi. Umetoka msafara, wanakwenda zao kwa Yahudi. Walipofika kwa Yahudi, wajada siddiqul mas'alata hakadha. Amekuta mambo aliposema Abu Dujana ni sahihi, ndio kweli yalivyo. Akamwambia Yahudi, bini hadhihi nakhla, mimi nakuomba hii mitende miwili mitatu ambayo matawi yameelekea kwa huyu jirani yako, mitende hii niuzie mimi. Bi ayi qimatin shi'ta, niuzie kwa thamani yoyote. Lugha kama niuzie kwa gharama yoyote mitende hii. Lakini ukishaniuzia sikati, itabaki humu mwako. Na siku ukijisikia hamu ya kula, na mimi nikija nataka tende na mimi nipate. Ni mtende nimenunua, lakini tutakula sote, wewe utakula na mimi. Yahudi akaona huyu mzima kweli. Huyu akili yake nzima. Biashara hii imewahi kuonekana wapi? Yaani anakuja kununua mti humo ndani mwangu na anasema ananunua kwa gharama yoyote. Kwa kama taalamuna anna Abubakar kana aghna an-nas yawmaha. Ananunua kwa gharama yoyote na akishanunua haukati. Ananiambia tende zikija na mie nile. Biashara hii mzima huko. Akaambia kabiltu lakad baituka iyaha. Nishakuuzia hivi tende kwa dirham 500. Ni 500 dirham. Nimekuuzia. Abubakar katoa dirham 500 kanunua mitende ya Yahudi. Aliponunua ile mitende ya Yahudi, akamwambia ya Aba Dujanata, hadhihi nakhla min al-ana laka. Hii mitende nimenunua kuanzia sasa mali yako. Mitende nimekuja kununua ni ya kwako kuanzia leo. Usitoke msikitini kukimbilia nyumbani, waache watoto walale, wakiamka wanakula tende ni zao. Tatizo la kula cha haramu limekwisha leo. Sasa ni mali yao tende hizi. Yahudi akaona hawa dini yao imefikia kiasi hichi. Kweli, hichi ni kiasi cha dini yao namna kama hii. Waislamu wenzangu, ni hutuba ya leo hii. Abu Dujana analinda mwili wa mwanae usiingie haramu. Wewe watoto wako wanakula haramu ngapi? Na wacha watoto wako, anza wewe mwenyewe. Wewe na haramu ngapi umekula? Swali langu ni lile. Wiki hii kuanzia Jumamosi iliyopita mpaka Ijumaa hii, nani hapa anaweza kututhibitishia kama kala halali tu kwa wiki hii? Usbu'u wahid, yani wewe ukiamka asubuhi chai yako halali na yale mandazi matatu unakula asubuhi nayo halali, alafu baadaye kuna kipande cha muhogo umetafuna halali. Wani wewe una halali kwa wiki moja? Mmoja anyoshe mkono kala halali wiki. Tunakula haramu. Ndio yule mtoto wa pili yule. Sami'na wa ata'na, na hatufanyi. Waislamu wenzangu, tuchukue hutuba nzuri kama hizi kwa mazingatio ili tukapate usalama siku ya kiyama. Aqulu ma tasma'una, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.